Mtazamaji wa Success Media, karibu na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari, Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea leo yote kimichezo ambako hivi sasa yaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Mnandi, shabiki na mwanachama wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kuna mengi ya kimichezo tunaenda kuyazungumza, hususan kuhusiana na timu yake ya Simba ambayo kwa hivi sasa ipo katika dirisha kubwa la usajili, na mpaka hivi sasa mashine tayari zimeshaanza kushushwa ndani ya Simba. Winga kutokea kule Afrika Kusini inasemekana ndio usajili hali kufanyika ndani ya klabu ya Simba. Matatala Kalesto Makwagara, huyo mchezaji kwanza tayari nyuma mwiko inasemekana yule mkoba anataka viope vake aanze kuvitoa kule anakotoka South Africa kuweka kwenye ule mkoba ambaye sisi tulikwenda kuchimba dawa. Sasa tumechimba dawa, sasa dawa naziweka wapi? Lazima uziweke kwenye mkoba. Kwa hiyo mkoba ushaletwa, unataka na zile dawa sasa zitoke South Africa zije kuongezea kwenye ule mkoba wake. Sasa huyo mchezaji tayari Simba washammulika. Kama Simba amemmulika, sidhani kama anaweza kwenda kucheza kwenye mabwawa. Sidhani kama ataingia kwenye mkoba. Inasemekana tayari Simba wameshamsajili kwa miaka 2.5. Mnandi, winga huyu ambaye inasemekana ni usajili hali kufanyika ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Katika wachezaji wote, yeye usajili wake umetumia pesa nyingi. Mimi naamini hiyo pesa yake ya kawaida. Pesa nyingi tulimtumia kwa Ayubu yule. Ayubu Lakred, naweza unakumbuka. Mwarabu wa kwanza kuja kucheza kwenye ligi ya Tanzania. Au kuna mchezaji yoyote mwenye kaliba ya Kiarabu aliyewahi kuja kucheza kwenye ligi ya Tanzania zaidi ya yeye? Mara achana na wale kinajaja wale kutoka Brazil, Mwarabu kucheza kwenye ligi ya Tanzania tumemleta sisi kwenye nafasi za goalkeeping. Maana yule ndio usajili wake ulikuwa gari. Pamoja watu wa kuzungumzwa sana ulikuwa gari, lakini huyo usajili wake unaonekana gari lakini bado wa kawaida. Ukiona usajili gari hata tumemleta Mbappe. Lamine Yamal tukimleta hapa tutasema kwamba usajili gari. Lakini kwa wachezaji ambao unatoka kwenye ukanda wetu wa bara la Afrika bado usajili wa kawaida. Pesa imetumika kweli, lakini bado kwa sisi kwa level yetu Simba tunasema huyo usajili wake utakuwa wa kawaida. Bado hajawa official. Ila tunaona baadhi ya wachambuzi kwa sababu wao wapo kwa ajili ya uchawa, lakini wao sasa hivi wanaacha uchawa, wanajifanya kuripoti zetu kwamba Simba washamalizana nayo, lakini Simba wenyewe hajatoa ripoti mpaka sasa hivi. Lakini tunachokiamini wapo wachezaji ambao wasasinya Simba. Bado ni kutambulishwa tu. Sisi wachezaji wetu hawezi kutangazwa kwenye vyombo vya habari. Wachezaji wetu sisi utasikia wametangazwa tayari washatambulishwa. Kwa hiyo inawezekana akatangazwa lakini akawa sio huyo ambaye Simba wamemalizana nayo. Isiwe kama ile akina Balakonte. Anaonekana Simba wanamtaka si nini, nyuma mwiko wamezunguka mlango wa uwani wamemchukua. Hayo mambo kwetu sisi hatupo. Yaani sasa hivi sisi tunasajili kiprofessional zaidi. Sababu yule jasusi wa nyuma mwiko sasa hivi kashafariki. Hayupo tena. Watu washamzika kitambo tu. Hayupo. Wewe usikia alikamwe sasa anatangaza na jasusi. Sasa hivi jasusi hakuna. Sasa hivi si vita vyote vinapigwa kwenye mabwawa tu. Si taarifa zao ndo tunazo sasa hivi, lakini wao taarifa zetu hawana. Wao una taarifa gani za Yanga? Tunazo nyingi tu. Mpaka sasa hivi wachezaji wao na mashabiki wao maarufu washaanza kutupiana vijembe kisa mabonanza. Wewe hiyo una? Na ndo habari ya mjini leo inayo trend kwenye mitandao ya kijamii. Mashabiki maarufu wa nyuma mwiko wakitupiana vijembe na wachezaji wao ambao wamecheza kwenye hiyo klabu takriban misimu 4 mpaka 5, wengine mpaka 6 bado wapo kwenye klabu hiyo, lakini wanapigiana vijembe sasa hivi. Wanawaambia mashabiki wao wenyewe waimba talabu. Sasa kama mchezaji anamwambia shabiki wake muimba talabu, sisi tufanye nini sasa? Wenyewe kwa wenyewe wanaambiana waimba talabu. Lakini Kevoa ametoka hadharani na kusema kwamba yeye hakuwa na maana hiyo. Tuulize alo comment kwa sababu comment zimeonekana ya wachezaji wale wawili. Na kibwana kwenye bonanza lao ambalo limefanyika pale Morogoro, wameonekana. Uje kilichowauma watu tunashindwa kuelewa. Mimi binafsi naungana na mashabiki wale wa nyuma mwiko ambao wanalalamika. Naungana nao kwa 100%. Kweli jambo ni la kwenu nyinyi wachezaji, alihusu klabu. Ni jambo lenu mnaliandaa kila mwaka. Mbona miaka hiyo iliyopita hao watu wameshiriki? Kwa nini mwaka huu watenge? Kuna kitu gani kinaendelea? Lakini kwa taarifa ambayo inaendelea kuvuja huko Jangwani, inaonekana siku ya parade hata gate pass wa kupewa za kuingilia mule Jangwani. Kuna mtu tu aliwatetea na kuforce kwamba yeye kuwaingiza kwenye lile jengo, lakini hawakutakiwa kabisa kuingia kwenye lile jengo. Tujiulize ndani ya klabu yao kuna nini sasa hivi? Hao ndio wanadili kwenye maandamano na kila kitu. Kuingia kwenye nyumba nyeupe hao ndio watakuwa muongoza safari. Leo hawapo, watu washaanza kutengwa. Tamasha la Mzinze kaonekana alikomwe kule. Lakini umemwona mshabiki gani wa nyuma mwiko maarufu na umjua wewe zaidi ya huyu mmoja, na huyo kaenda kwa gharama zake. Tofauti wanavyosafirishwa kwenda Kigoma, kwenda Malawi, kote wanasafirishwa na club. Lakini kule kaonekana mtu mmoja na kwa gharama zake. Umeona bwana? Mashabiki wa Yanga watumie hela zao wenyewe. Watumie hela zao wapi? Hao si watu wa Kitonga mpaka supu. Sasa ndio washaanza kulalamika kwa sababu sasa hivi watu supu zimekata Jangwani. Sasa hizi wapambane na hali yao. Na ndio maana wanalalamika Morogoro wa kualikwa, wamealikwa watu wa Simba. Sasa tujiulize. Tamasha linahusu Kibwana Shomari na Dickson John ambao ni wachezaji wa kwao. Sawa, hao teme wabeki ambao wanacheza kwenye klabu hii moja na hawajaanza kufanya msimu huu. Wamefanya misimu 3 iliyopita mpaka 4. Washafanya na wao mashabiki wao maarufu walihudhuria kwenye hilo tukio. Lakini msimu huu wameonekana mashabiki wa Simba 3.
Wao hata huyu mmoja hakuwepo. Hivi tujiulize wanatengeneza kitu gani? Maana yake wanaendelea kutengeneza chuki ndani ya klabu yao. Kwa nini muwaalike watu wa Simba? Bora ungewaacha hata watu wa Simba. Kwani watu Morogoro si wapo mashabiki wa vilabu vote viwili? Ndio mashabiki ambao wameingia uwanjani wangehusika hao, lakini mashabiki maarufu wameonekana wa Simba tu. Akati lile jambo la wachezaji wa Yanga, je, hapo wanatengeneza taswira gani? Kwa hiyo walikuwa na haki ya kulalamika. Walienda wakina Baraka Yanga, walienda Morogoro. Morogoro kufanya nini? Unaambiwa walioalikwa ni hao. Yaani kama umemwona mtu mwingine kaenda yoyote, huyo kaenda kujipendekeza kama unamwona aloenda Iringa. Kajipendekeza. Wewe umemwona kapteni wa mashabiki umemwona? Na mwenyewe anajiita yeye kapteni wa mashabiki East Africa. Umemwona huko? Hakuonekana kwa sababu gani? Maana yake ni watu ambaye hawakuhusika kwenye hilo tukio. Yaani hawakupewa samani kwenye hilo tukio. Waliopewa samani ni watu wa Simba ndio wameenda pale. Na bado yaani dawa ndio tumechimba mara moja tu. Dawa ishawachanganya sasa hivi. Sasa tukienda kuchimba mara inayofuata tarehe 13 itakuwaje? Sio watachanganyika na viongozi wao watakuwa wanatuita sisi kwenye matokeo yao. Sio wao tena. Yaani sisi ndio watakuwa wanatuita baada ya kuita watu wao. Yaani washachanganyikiwa. Baada ya kushika sarafu, mtu anaenda kushika jiwe, anajua sarafu kumbe jiwe. Wewe unamwachaje mtu wako maarufu anakupambania? Leo saa hizi mnapigana vijembe tu unamwambia shabiki wako wewe mwimba talabu. Walichofanya Dickson Jobu na Bwana Shomari kwenda kucomment katika page yake hivyo. Aya, lile kosa kubwa kwa sababu yeye hakutaja majina. Yeye amelisifia tamasha la Mzinze lilofanyika Iringa. Sikuona kama aliwataja Jobu na Bwana Shomari. Ila kwa sababu kasifiwa yule, maana yake inamaanisha kwamba tamasha lilofanyika Morogoro halikunoga, halikufana. Ila la Iringa limefanyaje? Limefana. Sasa wale yule mchezaji mwenzao limewauma na ndio maana wameenda kumwambia acha kuimba talabu. Kisa kwamba sisi hatuja kualika kwenye jambo letu. Ndio usifie la Mzinze. Mbona wenyewe uko kwenda? Kwa hiyo hata wao wachezaji wameenda kucomment kwamba imewauma. Lakini wajue mashabiki wao pia imewauma wao kualika watu wa Simba. Alafu wao kuacha. Lile kosa, lile linatengeneza chuki kwenye klabu yao. Hawa ni watu wenu wanawatetea muda wote. Iweje muone wana samani mashabiki wa Simba, mashabiki wenu wao hawana samani. Wapi na wapi? Lile kosa sababu tamasha lile bado ningekuwa la wachezaji wa Simba. Kuwaona mashabiki wa Simba peke yao, mimi kwangu singejadili. Na wala singenistua. Lakini tamasha lile la mashabiki wa Yanga, lakini wameonekana mashabiki wa Simba watatu. Wao wakuwa hata mmoja hayupo. Na mmoja kawajibu jana, kawaambia nyinyi wezi. Au kumsikia? Kawaambia nyinyi wezi kwenye tamasha la mashabiki tulilofanya pale KMC, si mmedaiana hela? Mmezulumiana huko. Nyinyi wezi ndio maana mkualikwa. Yeye ataalika wezi. Mbona utani uje upo unapita lakini ukweli upo humo. Ule utani aliopiga jana yule alowataja jana. Ndio. Ameka alikuwa Morogoro kawapiga vijembe jana. Iringa tuna Baraka Yanga alienda. Ndio huyo kaenda kwa gharama yake. Yaani yeye kaforce lakini baada ya Baraka Yanga umemwona nani mwingine unawajua wewe wale maarufu wale wazee hatuchezi. Nitajie mwingine uliomwona nani? Iringa. Zaidi ya huyo tu. Mashabiki wa nyuma mwiko maarufu wote mpaka sasa hivi kuna moto unafukuta ndani. Na huo moto si kwa kupasuka. Tukauona sisi tunatoka nje. Basi pale Jangwani patakuwa pakaliki. Kwa sababu kikundi baki kinaongozwa kwa maandamano ndo kile. Kile ndo kinaikinga klabu. Kile ndo kinawakinga viongozi wao wote. Lakini kile sasa hivi tayari kishaambiwa wewe kaa kushoto. Kama kwenye parade hata geti pass hawakupewa. Wewe unategemea wataheshimika wapi? Hizo za ndani ndo nakupa. Wewe wanasema wana jasusi. Sasa hivi jasusi sisi tushamzika kachaba kimifupa. Sasa hizi jasusi tuko Msimbazi. Kazi tunafanya kule tulikochimba dawa. Na dawa ndio tayari shaanza kuonyesha majibu. Wenyewe kwa wenyewe sasa hizi wanasemana waimba talabu. Mchezaji na mshabiki wake. Hiyo si balayo. Hiyo ni hatari sana. Kwa sisi tunafurahia yaendelee. Kwa mnaona ubaya ubwela. Ubaya ubwela sio ni silindo shaanza huo. Dawa ishawaingia sasa hizi na sisi tunaomba haya mambo yaendelee. Ili si mambo yaende vizuri. Yaani tunataka tuendelee yani hii yaendelee hivi hivi. Na hii nadhani tarehe 13 kama naona mbali. Kama tungeenda kuchimba dawa hata kesho ili vitu viendelee kuonekana.